Ujasusi wa FBI nchini Marekani unadai kwamba Iran ilipanga kushambulia jimbo la California la nchini Marekani. Ujasusi uliotumwa na FBI kwa vyombo vya sheria vya Los Angeles wiki iliyopita ulionya kwamba Iran inaweza kufanya mashambulizi yasiyozuilika huko California, kulingana na shirika la utangazaji la Marekani CBS News, mshirika wa BBC. Maafisa wa usalama kutoka vyombo vya sheria nchini Marekani na California waliviambia vyombo vya habari kwamba hakuna taarifa kutoka kwa ujasusi wa ndani ambayo ilituma kuhusiana na wasiwasi kuhusu shambulio hilo linalodaiwa. Ujumbe wa onyo ulitumwa kabla ya vita vya Iran kuanza. Akizungumza na waandishi wa habari katika ikulu ya White House kabla ya taarifa ya usalama ya FBI kutolewa, Rais Donald Trump alipuzilia mbali wazo kwamba Iran itaanzisha mashambulizi ndani ya Marekani. Gavana wa California Gavin Newsom alichapisha kwenye akaunti yake ya X ambayo zamani iliyojulikana kama Twitter, akisema, ingawa bado hatujui kwa hakika wasiwasi ni nini, tumejiandaa na tumejitayarisha kwa dharura katika jamii zetu. Jambo hili linachunguzwa, lakini kuna mambo mengi sana tunachoweza kufanya ni kuwakaribisha wanapokuja. Mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran yameongezeka katika urahisi na kuathiri sana soko la nishati na soko la hisa. Hata hivyo, Iran haina silaha ambazo zina uwezo wa kuifikia Marekani, licha ya kwamba inadaiwa huenda ina silaha kutoka mataifa kama vile Urusi au kutoka nchini China. Lakini mpaka sasa haijulikani FBI iligundua vipi kwamba ndege za kivita za Iran zingeweza kufanya mashambulizi katika eneo hilo la California nchini Marekani, na ndio maana hata rais wa Marekani Bwana Donald Trump amepuuza juu ya ujumbe huo. Katika hatua nyingine, meli 3 za kiraia zimeshambuliwa usiku kucha, kulingana na operesheni ya baharini ya Uingereza ambayo inaendelea kushauri meli kusafiri kwa tahadhari. Saa 1:30 kwa saa za eneo imeripotiwa kwamba meli 2 za mafuta zilikuwa zimeshambuliwa na kombora lisilojulikana maili 5 za bahari kutoka pwani ya Iraq kaskazini mwa Ghuba. Meli zote 2 ziliripoti moto ndani ya meli baada ya kushambuliwa, UKMTO inasema, na kuongeza kuwa wafanyakazi wote wamehamishwa. Shirika la habari la Iraq limeripoti wafanyakazi 38 waliokolewa na mtu mmoja amefariki, likimnukuu afisa wa jeshi. Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya jumla ya bandari za Iraq GCPI anasema shughuli katika vituo vya mafuta zimesitishwa, lakini bandari za kibiashara zinaendelea kufanya kazi. Saa 6:19 kwa saa za eneo hilo, UKMTO inasema ilipokea ripoti ya meli nyingine ya makontina iliyoshambuliwa na kombora lisilojulikana na kusababisha moto mdogo ndani ya meli yapata maili 35 za baharini kutoka pwani ya Umoja wa Falme za Kiarabu karibu na mlango bahari wa Hormuz. Wafanyakazi wote wameripotiwa kuwa salama na chanzo cha mashambulizi yote mawili bado kinachunguzwa. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.